wa kingono ndio ukatili ambao ameweza kufanyiwa mtoto huyu wa miaka 13, mtoto wa kike. Mtoto huyu ni mtoto wa kike ambaye umri wake ni miaka 13, ameweza kufanyiwa ukatili huo wa kingono na mpaka kupelekea kifo chake na kisha mwili wake kuweza kutelekezwa kwenye moja ya korongo. Hii ni kutoka huko Iringa. Mtoto wa kike wa miaka 13, mkazi wa Isakalilo katika manispaa ya Iringa amefariki dunia baada ya kufanyiwa ukatili wa kingono na mwili wake kutupwa nje ya nyumba yao. Mtoto huyo ambaye alikuwa mwanafunzi wa darasa la 7 amekutwa akiwa amefanyiwa ukatili huo, hali iliyosababisha mshtuko na huzuni kubwa kwa wakazi wa mtaa huo. Baadhi ya majirani wamesema tukio hilo limeogopesha mno na kuwahuzunisha wananchi wa eneo hilo, wakitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya wahusika wa tukio hilo. Mwenyekiti wa mtaa wa Njia Panda Maisha Modestus amesema taarifa za uchunguzi wa madaktari zimeonyesha kuwa mtoto huyo alifanyiwa ukatili wa kingono. Wakati huo huo, mazishi ya marehemu yanatarajiwa kufanyika katika wilaya ya Kilolo mkoani Iringa. Kwanza tuwasikilize hapa kwa uchache mashuhuda wa tukio hili, kisha tutarudi sisi hapa pia kuzungumza kidogo tukiwa tunamalizia jioni hii ya leo ndani ya kipindi hiki cha Jamvini. Kweli tumeona waziri mkuu akawa ameshtushwa na yeye pia baada ya kuona amekutana na taarifa miongoni mwa ziara yake, anakutana na taarifa kwamba kuna watumiwa wa kesi kama hii wa kesi za ubakaji kwamba wanakuwa wapo huru, yaani wameachiwa huru. Akawa amehoji kwa nini mtumiwa wa ubakaji anakuwa huru na yeye ana kesi kuhoji lazima, kwa sababu miongoni pia makosa ambayo hayana dhamana, kwa maana ya ukifanya hilo tendo basi hutopata dhamana mpaka kesi yako itakapokamilika. Ubakaji pia hiyo ukibaka upati dhamana unless otherwise, labda hiyo sijui hiyo umetuhumiwaje, hiyo style ya kubaka umetuhumiwa vipi, lakini ubakaji dhamana kwa sababu unajua kuna makosa kwa nini makosa hayana dhamana? Kwa sababu pia ya interest ya pande zote mbili, interest ya serikali kutaka kutoa haki na interest ya wananchi pia kuwalinda, kwa sababu imagine mbakaji mnamwona anatembea tu barabarani na mnamjua yule pale, mtapoteza maisha yake, si ndio? Utawawa huyo. Lakini sasa sheria ilivyokuwa na huruma, inataka huyu mtu akae ndani kwanza, aangaliwe akiwa ndani, kesi inaendelea, pengine hajafanya kwa maana tuhuma kutuhumiwa, au pengine amefanya. Kwa kabla hajajua majibu yake akauawa na wananchi, akae ndani kuna subiria majibu yake. Yakitoka sasa amebaka, atakutana na adhabu yake. Yakitoka hana hatia, ataachiwa huru, lakini atashauriwa pia usikae maeneo hayo. Kwa sababu tayari kinyongo kishaingia. Unajua kuna vitu vingine kusema sio mimi. Muda wote kuna yeye atakilipua. Unajua kuna baadhi ya vitu mtu akisema sio mimi, afu hasira mtu kashawekeza kwako, afu sio wewe. Mtafutia mtu mwingine, hizo hasira ni kazi. Kwa sababu ndio wewe uliokuepo, tutakuzoea tu, tukukasirikie wewe. Tukiachana hilo, hakuna sayari ambayo utaenda katika huu ulimwengu kumbaka mtu ikawa ni jambo sahihi au jambo jepesi sana. Au ikachukuliwa kawaida. Unless liwepo ndani ya mazingira fulani. Na napomaanisha mazingira fulani, tayari kuna unajua maana ya kubaka ni ile consent, ile ruhusa, ile idhini ya kufanya hicho kitendo, na huyo mtu umeipata. Uliipata nusu, sio idhini. Uliipata nusu, sio idhini. Uliipata robo, sio idhini. Inatakiwa patikane idhini kamili, yani yule mtu ambaye unafanya ile tendo akuridhie, mridhiane, idhini, consent. Yani bila idhini kuwepo katikati, hapo ni tatizo. Lakini hii idhini inayotoka hapa lazima uifananishe na umri. Usije ukasema mtoto wa miaka miwili amenipa idhini ni muoe.
mkuu. Babu. Wakati kutuchanganya. Watuvuruga kidogo. Lazima pia kuwe na umri. Umri unaangaliwa. Sasa huu umri una mazingira yake kutokana na watu walivyo. Tukichukulia mfano hapa nyumbani kwetu Tanzania tunapozungumzia mtu mzima na miaka 18. Ijapokuwa kwenye sheria ya ndoa kule kuna sehemu ya 16 utata pale. Kuna utata, ijapokuwa kuna mashirika yanafuatilia na kurekebisha ile isiyo mtoto asiolewe na miaka 16 bali mpaka miaka 18. Kwa hili tendo ukilifanya idhini ikiwepo ya 100% na umri ukasoma miaka 18 kwenda juu, hapo hakuna ubakaji. Hakuna ubakaji. Ikiwa mmeridhiana wote wawili na nyote wawili, umri sio mtu mmoja, hata wa kiume au wa kike, yani wote wawili wale miaka 18 kwenda, isiwe ni dada wa miaka 20 na mtoto wa miaka 10 wa kiume au miaka 9 wa kiume. Hiyo ni amebaka pia. Yaani mtoto kabakwa, wa kiume atakuwa amebakwa hapo. Kwa hiyo lazima umri wote watu wazima, wote wawili mna idhini. Sasa kwa huyu binti kwanza umri ni miaka 13. Tujalie idhini ilitoka tuashumu. Na hii tunashumu, yani sio kwa kukebehi, inatia hasira ndani yake, lakini kwa mazingira mwili uliokutwa, shingo imevunjika, mkono, hizo alama za mikwaruzo kwenye mapaja, stabbing kwenye mbavu, na wenda wahusika hakuwa mmoja. Na mpaka mwili kutupa kwenye korongo, hapo unaona kabisa amepata ridhaa kuwepo. Hata kama angelibahatika kubaki kuwa hai, angetuambia kwamba yule na yule nilifanyia kitu kibaya sana. Bahati mbaya hayupo duniani. Lakini naamini pia kuna namna hawa watakamatwa, kwa sababu ufuatiliaji ukifanyika mara nyingi hizi dots huwa zinajiunganisha. Kwenye ufuatiliaji wa jambo. Nitumie sentence hiyo. Kwenye ufuatiliaji wa jambo, ili kutaka kujua ile jambo mwisho wake na kupata ukweli ndani yake, toa matukio yote ambayo hayawezekaniki. Eliminate all the impossibility. Toa yote ambayo hayawezekaniki. Yaani ya kusadikika ambayo haiwezekani kuingilika kichwani ya toa, alafu baki na moja linalo make sense. Huo ndio ukweli. Sasa kwenye hili jeshi la polisi natumaini pale Iringa Kilolo pale wanapambana nalo ili lifikiwe mwisho. Kwenye jamii sasa sisi wengine tulobakia huko, wakati wanatafutwa hawa walioenda kufanya vitu vya ajabu, vitu vya ambavyo sidhani hata kama yeye angeambia mtoto wake au mtu wa familia yake au mtu wa koo yake anafanywa hivyo, sidhani kama huyo aliyofanya hivyo angekubali. Kambadilisha na nguo, some kind of a ritual, kama tambiko fulani wao ambadilishe na nguo katika shamu huo. Sisi tunaelewa vizuri. Au walifikia makubaliano au ndio ile nguo alimvalisha kabla. Yaani anyway stories ziko nyingi sana hapo nyuma na imagine sana, lakini kikubwa ni kwamba kuna namna ya kulindana. Na kulindana huku kunaanzia kwenye malezi nyumbani ya familia na tunavolea watoto wetu na ushirikiano wa nje ambao tunao. Tuwafunze watoto wetu haya mambo. Mimi kila siku wanasema tunachelea sana kuongea na watoto, kuwakuza watoto kwenye upande wa jinsi tunavyowachukulia. Unajua mpaka sasa hivi sisi tunachukuliana kwamba kwa mtoto una akili. Ndio tunavyochukuliana mpaka sasa hivi. Yaani maeneo mengi kwenye jamii zetu hapa Tanzania, maeneo machache mtoto anachukuliwa kama anajielewa huyo. Na anavyosema, unajua sentence ya yani hii cheo cha mtoto au hadhi ya kuwa mtoto ni kwa sababu ya kuna baadhi ya vitu kuvifanya hawezi, japo kuna umri ukifika na viweza, lakini haimaanishi kwamba ndio amekomaa kwenda kuishi mwenyewe. Miaka 13 au tuseme miaka 7, tushule miaka 7, miaka 7 ambapo darasa la kwanza ndo standard kwanza. Huyu anajielewa huyu. Huyu sio kusema chukali, hata matamisho hawezi kutamka. Huyu anajielewa huyu. Na anaweza kutamka vizuri. Na anaongea vizuri, anajieleza, anafahamu. Yaani anaweza yani. Anachoenda shuleni kujifunza, sio kujie, yani ni kujifunza apate ufahamu kwamba vitu vinaenda hivi. Sentence ajifunze kuandika, ajifunze kujumlisha na kutoa, ajifunze ile shule ya msingi apate ile elimu. Haimaanishi huyu mtu si binadamu au ukiongea naye mpaka ukae chini ufanye buju. You have to talk. Lazima tujifunze kuongea na kuwapa responsibility watoto. Kwa sababu utakapoanza kuwatengeneza hivyo mapema, unamfanya mtoto aweze kusimama hata kwenye mambo yake. Anapotaka msaada, basi ni hatua ya mwisho imefikia au ni hatua ya mwanzo unapotakiwa msaada upatikane. Kwa sababu hata msaada pia una stage zake. Hatua ya mwisho huwezi kupata msaada, kuna situation, na kuna situation hatua ya kwanza huwezi kupata msaada. Mtu atakayejua kuchanganua hivyo anapokuwa mtaani, barabara anapokuwa mwenyewe,
hapa nilipo sasa hivi niombe msaada ama nisiombe msaada? Nipo katika mazingira ya kuomba msaada? Je, karibu yangu kuna msaada unaweza kupatikana? Wakati huo sisi kwenye jamii tunafahamu na tunajua kwamba lazima tushirikia. Tutakaposikia shida ya mtu sehemu fulani, tutoke tukasaidia. Ndio kile kisa maarufu cha yule mtoto alotumwa akachunge kondoo, alafu ni mcheshi sana, anapenda sana kusumbua watu. Siku ya kwanza akasumbua wazee, simba simba, watu wakaja, amna simba, akacheka sana anyie. Waoga, amna simba nene kwa kijiji huko, niacheni mbuzi wangu. Siku ya pili tena chui. Watu mbio kufika, amna chui, amna mtoto anawatania. Siku ya tatu watu wakafika. Mara ya 4 akaja simba kweli. Sasa alipoita simba, simba wake wao mchongo. Watu wakuta mifupa na kondoo kwa hata mtoto ajue mazingira gani anaweza kaomba msaada akasaidiwa. Hii ni pati ya malezi. Hii usitegemee eti utasaidiwa na mwalimu shuleni. Hapana. Kuwa na have a conversation with the kid. Si ongea na mtoto wako, ongea naye. Achana zile za mkula. Umemaliza. Ukiingia nyumbani, mama ndio hivyo naye. Nani? Umeshaje hapo? Imeisha. No. Kaa na mtoto. Ongea si mwanao. Pigana story. Yaani unapata nguvu ya kukaa kijiweni kupiga story mpaka ile story ya mikono ile hivi ile. Ilipopigwa pale watu 60 wote usiowajua wakanyamaza wakusikiliza wakubali hoja yako. Lakini mwanao kumzaa ukaongea naye. Kuzungumza na mtoto hizo story. Yaani hizo stories upiga story ya mwanao nyumbani mkacheka mkaongea mkarelax, baba hivi na hivi bwana hivi na kwenye hayo mazungumzo ndipo unapomjua mtoto wako. Ndipo unapoelewa hali ya mwanao ipoje sasa hivi. Usitegemee hata siku moja na yale maswali yetu ya kianko yale. Umekuja soda? Mpe soda bwana. Vipi kuna kingine unataka? Sema unachotaka. Hakwambii mtoto. Hata wewe mtu mzima mwenzako akikufuata hivyo. Vipi unamepoza? Mpe soda bwana. Mwisho wa siku hata wale jamaa alopoza hata kwambia atachua tu amenifurahisha hapa nitaongea na mwingine. Lakini unapoketi chini, umerudi nyumbani, hujarudi nyumbani, ni kwenye simu ni wapi? Ukapata gap la kuongea na mwanao hivi na hivi, baba hivi na bwana hivi na hivi vile na vile. Mazungumzo hayo ya ajabu katikati hizo story utasikia. Alafu kuna rafiki yangu, halafu kuna mtu, halafu kuna eneo, halafu kuna hiki, ndo hapo na wewe sasa zote zinachaji mjombo, sio zinapita juu tena. Na wakati huo unazingatia hizo alafu za mtoto, hizo nilicheza, hizo nilienda, hizo alafu kuna anko. Hizo ndo okay, kwa kitoka shule, ana rafiki yake fulani, anachezaga pale, anapita kwenye akili yako una sense. Kati kipande hiki mpaka kipande hiki ni hatari kwa mwanangu. Na so uanze tena. Nishakukataza michezo yako kwenda. Hivi ukifika pale uwanjani unapitaga wapi? Baba mimi kuna njia huko ndo nzuri. Watoto kisasa hata wamjui njia. Tatizo mnaangalia sana masimu yenu. Sio ufuateni wazee wa zamani. Mzee unajua njia gani? Ukifika kwa mzee Juma pale, ukikunja hapa kwa mzee Hamisi, ukitokea kwa mzee fulani, umefika kwa mama nani, umefika nyumbani. Uliwataja wote ndugu zako, uko wako. Akipita hapo uko salama. Lakini no shortcut. So umefoka kwa patoka huko swili na umempa njia nyingine ya kupita kwa kumpa challenge, kwa kumfurahisha. Kesho atapita utasikia baba, kwa ile njia rahisi. Alafu mjomba Hamisi amekusalimia. Hivi na wakati huo pia ukimaliza mazungumzo unapopita kwa mjomba Hamisi, muelekeze mwenzako, mzee mwenzangu, mwanangu atapita hapa. Nimemuelekeza hii njia, naombeni muangalie. Kwa sababu it is impossible kumlinda mtoto masaa 24 kwa masaa 24 ni ngumu. Kwa tutumie means tulizonazo kwa mazingira tulionayo. Hatuna uwezo kumweka kwenye gari mtoto masaa 24 kwamba private car yake mpeleke mrudishe aende. No. Anapita kwa watu tunafahamiana nao, ongea na watu. Sasa ile mali zetu ya kisasa kufungia ndani, mwanangu asionwe, sijui akicheza na wenzake huko, sijui yule mzee akimwangalia mtoto sio anapata majipu, mtoto wako mwenyewe mchafu kuoga aogi, majipu lazima apate. Sijui yule kule kafanya nini? Tuachane na hizo, tuishi kwenye mazingira ya uhalisi yaliyopo uhalisia. Matokeo yake utakuwa na watoto ambao wanaweza kujilinda, lakini wakati huo jamii inaweza kawasaidia. Silaumu kwamba mtoto hajafundishwa hivyo. Hapana, au alikuwa mazingira yanatofautiana. Siku la kumkuta mtu na mkuta hata ufanyeje. So uteleza nyani, siku kufanya mtoto uteleza. Si ndivyo? Kwa hiyo inawezekana hivi vitu vilishindikana, lakini kwenye ku-identify pia tufeli. Inapotokea sasa matukio kama haya, kama huyu tulivyotolewa kwamba zile za kwenda kumalizana nyumbani, ni mbaya kwa sababu ile tunafuga nyoka ndani. Kwamba mjomba au sijui jirani au nani kamuingilia mtoto, alafu watu wanakaa pembeni wanashikana mikono wanasema wamechinja mbuzi. Damage ulioifanya kisaikolojia kwa yule mtoto ni umefanya damage kubwa, yani umetudhulumu hadi sisi watu wengine huko duniani. So tu umemdhulumu ule mtoto. Umetudhulumu mpaka sisi ambao tutakutana naye. Kwa sababu gani?
mtoto aliyefanywa kitendo chote cha ulawiti, sijui ubakaji, sijui kuingiliwa, unyanyasaji wote wa kingono, inamuathiri kisaikolojia. Saikolojia yake itampelekea kuja kuwa kiumbe ambaye kesho na kesho kutwa mnabaki mnajiuliza, nimeoa mwanamke katili au nimeonewa na mwanaume katili. Kwa nini? Kwa sababu kuna damage ilifanywa mtoto tangu akiwa mdogo na hakuna sehemu ya kuzungumza. Aliyopata sana sana ni pressure ya kutishio la kuambiwa, nyamaza, huyo ni mjomba wako, unatakiwa umheshimu. Atakuwa na nidhamu hiyo ya kunyamaza, huyo ni fulani, muheshimu mpaka maisha yake hivyo hivyo. Amna bwana, usiseme bwana, hivyo hivyo. Baadaye unalalamika umepata mtoto aina fulani, kumbe damage unamsababisha mtoto wako chini. Kwa hizi hulka na tabia za kusema tumalizane, no. Huyu mtu kwanza achukuliwe hatua, ili mtoto ajue pia alonidhulumu, alonifanyia kitendo kile cha dhuluma, adhabu yake ni ile pale. Moja. Cha pili, nafundisha na watu wengine kwenye jamii mambo na michezo kama hiyo bado, kwa sababu wapo wenzetu kwa duniani, kwa mfano kama Marekani, waligundua wana tatizo kubwa sana kuhusu unyanyasaji wa kingono wa watoto, hasa kwenye internet. Ilibidi mpaka shirika lao la FBI liingie kufanyia upelelezi au kufanyia ujasusi wananchi wake wenyewe, ili kukamata wanaofanya huo mchezo wa biashara. Na kama kuna watu wana kumbukizi nzuri, miongoni mwa watu wanaotajwa duniani kwa hii kutokea watu mbaya kwa kutokea duniani, Jeffrey Epstein, tajiri huyu milionea ambaye alifia gerezani mara baada ya kukabiliana na mashtaka ya unyanyasaji wa kingono na human trafficking, kusafirisha, yani ule utumwa wa kisasa wanaoita, na anasafirisha mabinti wa miaka 9, miaka 10, 12 kwenda kwenye kufanywa unyanyasaji wa kingono, kutumika kingono na matajiri wakubwa duniani. Sekeseke la Epstein lisababisha mpaka Prince Andrew avuliwe cheo chake cha uprince, abaki kuwa Andrew. Mfalme aliamua kumvua huyu nafasi yake ya kuwa mwanamfalme kutokana na skendo na urafiki na bwana Epstein, ambaye alikuwa anafanya kazi ya unyanyasaji ngono kwa watoto. Sasa ukiangalia wenzetu walivyokuwa wakali, huyu Epstein anamiliki visiwa, ndugu yangu, na so visiwa tu vya kinyonge, visiwa vilivyo karibu kabisa na Marekani, bei premium. Unazungumza dola milioni 20, dola milioni 40 mtu ananunua nyumba. Fedha connection wakubwa wote wanaojua duniani, wa zamani mpaka wa sasa, ujamaa alikuwa na connection nao, lakini alikamatwa akawajibishwa. Kwa nini? Kwa sababu alichokifanya damage check. Huyu jamaa kosa lake kubwa ndio hiyo, kusafirisha utumwa, human trafficking, na hiyo unyanyasaji wa kingono kwa mabinti. Lakini imagine rungu alokuja kushushiwa, na alianza sekeseke kutafuta kwa miaka 90 alikuwa na windwa na miongoni mwa mabinti ambao walimfanyia vile. Lakini wenzetu wako na aibu kumshughulikia na ukubwa wake wote kwa sababu ya damage ambayo ameifanya kwenye jamii. Yaani achojaribu kusema ni kwamba unapoharibu saikolojia ya mtoto, umelipiga mtama taifa. Tunaposema taifa la kesho ndo wao wadogo. Ndio binadamu tupo kwenye size kama maji madogo, size ya kati, makubwa. Tupo kwenye size pia na sisi. Hasa bahati mbaya hivi vitu, bidhaa huwa zinabaki, ila sisi tuna develop, sisi tunaendelea, si ndio? Yaani chupa ya maji ya 500 leo ni hivyo tengenezwa kwa ndani, leo ni hivyo, kesho ni hivyo, kesho kutwa ni hivyo. Lakini binadamu aliozaliwa leo, kesho sio size inakuwa. Kwa hiyo tulipofikia sisi, kuna wengine kuna level ya chini yake, ya chini mpaka chini kabisa. Tulipo sisi kwenda mbele kuna level za juu pia mpaka umri wa juu huko. Tunategemeana. Sisi tunaishi kwa cycle, tunategemeana. Wadogo wanakuwa, wanakufa, wanazeeka, wanazaliwa wengine hivyo hivyo. Sasa imagine hawa wadogo wanaokuja, mtoto umri huo kapitia manyanyaso hayo ya kijinsia, ndo aje kuwa mtu mzima kwenye jamii kesho na kesho kutona yamkanye mtu asifanye hivyo. Imagine umeidhulumu jamii kiasi gani. Kwa hiyo matukio kama haya ifike hatua, ndugu zangu wa Kilimanjaro kule, kushikana majani ya mgomba ile mbo acheni. Watu wawajibishwe ili watu waone kwamba, kwa sababu kuna muda mwingine mimi na tunaweza tukaelewa kwamba kumbaka mtoto ni kosa, lakini kuna chuma hapa akielewi sasa hivi. Yaani sisi ambao tumekaa tunazungumza, tunasema kumpiga mtu kofi ni tatizo, ni kosa, lakini kuna mtu yeye kumpiga mtu kofi kwake swala kawaida. Yaani kawaida tunaishi naye kwenye hii. So watu kama hawa kuna maeneo maalum wanatakiwa wapelekwe kabla hajaleta damage. Na wakifanya damage pia na maeneo wanatakiwa wapelekwe. Tunaposema tunashikana mikono tunawasamee, ndo tunawafuga. Tunavowafuga hawa ndo tunavozidi kutengeneza maibilisi wengine kama hawa. Mimi nawaita maibilisi, Mungu anisamee. Kwa sababu unaenda kumfanyaje mtoto ukatili kama huu? Miaka 13. Vunja shingo, vunja mkono, mapaja hiyo mikwaruzo, jumlisha kulawitiwa. Maana unajua kuna kubakwa na kulawitiwa. Maana ni kinyume na maumbile pia kaingiliwa. Baada tofauti na hapo pia unaangalia pia na kwenye mbavu hizo slash marks, kwamba ndio litobolewa, ndio likatwa hapo.
huyu mtu alofanya hivyo au hawa watu kwa sababu kama ulivyosema pale mwanzoni za story, inawezekana pia wako wengi. Hebu imagine hawa watu ni watu wa aina gani? Wana roho za aina zipi? Na wanaachwa vipi kuendelea kuexist kwenye jamii? Kwa nini tukae na watu kama hawa? Kwa hiyo mwisho wa siku unaona kabisa kuna udhaifu mkubwa sana kwenye jamii inapofika matukio kama haya. Tuache kuvunja, tuache kulea, tuvunje ukimya, kwa sababu hii ikiachwa inabeba kizazi, inabeba kizazi. Na michezo kama hii baadaye ndio tafsiriwa vibao, nasikia imekuwa mila. Haya, hii michezo baadaye huko inakuja kwa mila. Kwa hiyo kisha kwa mila manake tunataka mfanye tena hiyo. Sasa ngone nadhani mila zinaanzaje? Sio utani tu hivyo hivyo, wewe masiara baada hapo nasikia ili ufanikiwe lazima ndio kwa mjomba wako matatizo hayo. Shughuli hiyo. Mzee, sisi